No, yani Simba inakosaje wanachama hai? Si kuna watu ambao wanaiongoza ile klabu, wale ni wanachama, si ndio? Si kuna matawi ya Simba, wale ni wanachama. So yale matawi ambayo huwa tunayaona, ambayo viongozi huwa wanaenda kuyafungua, ni wanachama. And that's why wanaitwa wanachama wa tawi fulani, na wanaitwa kwenye mikutano, wanapelekewa nyaraka. Ndio maana umeona kwenye taarifa waliotoa wamesema nyaraka zitawafikia wanachama kupitia matawi yao. So yale matawi ambao yana orodha kamili au orodha fulani ya wanachama, ndiyo inayofahamu kwamba okay, tawi fulani la sehemu fulani lina wanachama kadhaa. Hao watakuja kwenye mkutano mkuu. Tawi fulani la mkoa fulani lina wanachama kadhaa. Hao watakuja kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo wanachama hai wapo. Kinachomfanya mtu akome kuwa mwanachama wa Simba si kusimama kwa mchakato wa kusajili wanachama wapya. Kinachomfanya mtu akome kuwa mwanachama wa Simba ni kutokutoa fee kwa muda ambao waliokubaliana wenyewe kikatiba. Yani si kwa maneno, it has been written kwenye katiba kwamba ukikaa muda fulani bila kulipia kadi ya wanachama, wewe si mwanachama. Itakuwepo kwenye katiba. Sina kumbukumbu ni ibara gani, sijui itakuwa imeandikwa wapi, lakini I'm very confident itakuwepo kwenye katiba. Kama ni mwaka moja, ni miwili, ni mitano, itakuwepo kwenye katiba kwamba usipolipa ada kwa muda fulani, na maana wewe automatically wewe sio mwanachama. Lakini pia kuwa mwenda wazimu inakufanya unakoma kuwa mwanachama wa klabu ya Simba. Kufariki it's automatically kwamba wewe si mwanachama. Kwa hiyo wanachama wapo, ingawa sasa kwenye hawa wanachama walio wengi umri umesogea sana. Na hata ukifuatilia vizuri kwenye mikutano yao, na nakupa homework kwenye huu mkutano unaoenda kutokea, fuatilia. Itafikia hatua 50% mpaka 60% ya watakokuwa kwenye ule mkutano watasinzia. Kwa sababu ile endurance tena ya kukaa muda mrefu tu anamsikiliza mtu wameshaipoteza, kulingana na nini? Na umri wa energy imeshapotea. Mkutano wa mara ya mwisho niliufuatilia ilikuwa ni mkutano watu wamelala, then mtu ana present mada, yani wanaopaswa kukusikiliza na kukuhoji kwa kile unachokizungumza wewe wamelala. Na hili ndio eneo ambalo nadhani bodi ya wakurugenzi wanapaswa kuamka. Yani itafikia hatua tutaanza kuatilia shaka kwamba inawezekana vipi bodi ya wakurugenzi yenye watu ambao wamefanikiwa kwenye taasisi walizokuepo, kwa mfano mzee Crescentius Magori, hii NSSF ambao tunaimba sasa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufika kwake pale kuna brain ya mzee Crescentius Magori. Sasa kwa sababu leo hii yeye ni mwanachama, ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, hebu ifanye Simba na wewe successful. Alicruit wanachama wapya, waje brain mpya ambayo itakuja kumsaidia kuendesha hii club. Akiendelea kuongoza hawa watu ambao ikifikia risali moja baada ya mkutano kwanza wanalala, tutaanza kutilia shaka uhalali wake au weledi wake wa kuendelea kuwepo kwenye ile nafasi. Tutaanza kusema yupo pale ili anifanye nini? Ajinufaishe yeye mwenyewe na sio kuinufaisha klabu ya Simba. Kwa sababu kuna wakati unalazimika kupiga hatua kwa kusukumwa. Si mtu aje akushike shati akusukume mgongoni, no. Ukijua kuna mtu fulani ana uwezo mzuri wa kufikiri na kuhoji, utajiimarisha zaidi ili uendelee kuwepo pale. Wanachama hai wapo, lakini sorry to say this, they are outdated. Yani wanachama hai waliopo ndani ya klabu ya Simba sio wa kizazi hiki ambacho kinataka kujua kila kitu. Sio wa kizazi hiki ambayo wanataka kuona vitu vizuri vinatokea. Yani kwenye wanachama wa Simba sina uhakika kama kuna mtu yuko miaka 20 kushuka chini au miaka 23 kushuka chini. I don't think kama kwenye orodha ya wanachama wa Simba huyu mtu yupo. Kwa sababu wamesita kusajili wanachama wapya mwaka 2018 na sasa hivi ni mwaka 2025, kuna almost miaka 7 imefanyaje? Imepita. Na uhalali wa mtu kusajiliwa ni miaka 18. So kama ni miaka 18 ukiongeza hii 7 na miaka 25, si ndio? So automatically kwenye orodha ya Simba Gen Z hawapo. Kwenye wanachama wa Simba hakuna Gen Z. How comes? Kwenye dunia hii hauna fikra za Gen Z.
ambao hawa ni motivators. Hawa ndio wanaopush vitu vitokee. Then wewe unakuwa na taasisi ambayo haina hawa watu, unakuwa kuna sehemu bado haujitendei haki wewe mwenyewe. Vitu viwili, kuna kutambua uhai au uhalali wa wanachama na kufanya registration ya wanachama wapya. Simba ilikoma kufanya registration ya wanachama wapya I think back 2018, ndipo walikoma kufanya registration ya wanachama wapya. Lakini kukwama kufanya registration ya wanachama wapya haiondoi uhalali wa wale ambao walikuwa tayari ni wanachama. So I think wanachama hai bado wapo, kwa sababu kinachowafanya wao waendelee kuwa hai ni contribution wanazozitoa, ambacho no doubt watakuwa wanaendelea kutoa, na ndio maana wanaendelea kuwa hai. Lakini kwa nature ya klabu za Simba na Yanga, kuna wakati viongozi wanalazimika kupay fee ya wanachama fulani pale tu wanapokuwa na jambo lao. So kwa sababu tuna expect maybe after certain time to come watakuwa wanaingia kwenye uchaguzi, kuna wale watu ambao wanajua huyu ni mwanangu, inabidi nimlipie kadi yake aendelee kuwepo, atanichagua. So kuna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo uhalali wa kwamba huyu mwanachama ni halali au si halali unapatikana kwenye leisure ya wanachama ambao wako registered. So it's valid kuwepo kwa huu mkutano, lakini pia kuwaalika wanachama hai kuwepo, kwa maana ya kwenda kucontribute kwa kile ambacho kitakachokuwa kimewasilishwa kwao kupitia matawi ambayo wamejisajili kwamba ni wanachama huko.